Channel yetu tupo na Ustadhi Shafi. Huu ni mwezi wa Ramadhani, ni mwezi ambao Waislamu wanasema ni mwezi wa toba, ndio mwezi wa kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu kwa madhambi, mwezi wa kujitakasa. Leo nina maswali machache lakini hasa yanahusiana na wokovu, kwa sababu tunachojuaga kwa mfano kwa imani za Kikristo ni kwamba unaweza kuokoka ukiwa duniani ukaenda mbinguni moja kwa moja kama utaacha matendo yako mabaya na ukaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Swali langu leo, je, Waislamu wanaokoka? Kuna uokovu ndani ya Waislamu? Waislamu uokovu wanaupataje? Kwanza simulizi hapo kuna kitu ambacho mimi sijakielewa, kwa sababu mimi ninapojua ukisema kuokoka, ukizungumza neno kuokoka, ni sharti pale mahala unapokwenda umefika salama. Sijui unanielewa? Ndio maana tunaita ameokoka, kwa maana amefika salama mahala anapokwenda. Sasa wewe unakwenda Mwanza, haujafika hata Dodoma, unasema mimi nimefanyaje? Nimefika salama. Linakuwa tatizo, kwa sababu upo katika safari, bado gari linafanyaje? Linakwenda. Je, kama ajali itatokea mbele huko utajuaje? Kwa hiyo ili tuseme huyu kaokoka, sharti afike mahala salama kule anapofanyaje? Anapokwenda. Lakini tukiwa katika dunia hii, wakati tunaendelea kuishi katika dunia, hauwezi kusema mimi nimeokoka. Maana kuokoka ni kusema kwamba mimi stendi nini? Stendi dhambi, jambo ambalo hakuna mwanadamu anaishi katika dunia asitende nini? Dhambi. Unaweza kusoma Ufunuo wa Yohana 1 mstari wa 5, waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wa 5, kama sijakosea unaweza ukaisoma hiyo, kuna kitu tukajifunza. Waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wa 5, kuna kitu tunaweza tukajifunza kidogo hapo ili tuone ni mstari wa 5. Na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba tunashirikiana naye huku tukienenda katika giza, tunasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Bali tukienenda katika nuru kama yeye alivyo katika nuru, tunashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Subiri kidogo nitazame hapo, itakuwa imetoka kidogo, ngoja nitazame. Lakini kuna kitu tutaanzia hapo kujifunza. Tukiendelea basi naendelea kusoma. 8 anasema, tukisema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Umeona maneno haya? Ili kwa kwanza kaza 1 mstari wa 8. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Kwa hiyo mwanadamu, simulizi, hapati fursa ya kusema kwamba yeye hana nini? Hana dhambi. Endelea chini sasa. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kututakasa na udhalimu wote. Inatosha. Kwa hiyo sasa kuna kitendo kinaitwa kuungama. Kuungama ni kuomba msamaha. Umeelewa? Desturi ya mwanadamu ni kutenda nini? Dhambi. Ila anapoungama kuomba msamaha, zile dhambi anafanyaje? Anafutiwa. Kwa hiyo maisha yake yote ya kuishi duniani yapo hivyo. Simulizi, huwezi kuishi katika dunia usitende dhambi. Au inawezekana? Ni ngumu sana. Ni ngumu, lazima utende dhambi. Kwa hiyo lakini unapotenda dhambi unakimbilia kuomba nini? Msamaha. Mungu anafanyaje? Anakusamehe. Haimaanishi kwamba wewe mkamilifu unaweza ukaishi tu usitende dhambi, hakuna. Na ndio maana anasema huwezi kuokoka duniani, kwa sababu bado upo duniani wewe unatenda dhambi. Soma Mhubiri 7:20. Mhubiri 7:20. Mhubiri 7 mstari wa 20. Kuna kitu kidogo cha kujifunza. Sawa. Mstari wa 20 anasema, bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani, afanyaye atendaye mema pasipo kutenda dhambi. Umesemaje Rwanda? Wewe litafsiri mwenye simulizi namna unavyoliona katika Biblia. Kwamba unaweza kuwa unatenda mema, lakini unaweza kusema unatenda mema tu bila dhambi. Lazima dhambi utende. Kwa hiyo hawa wanasema wameokoka, wanatupa shida. Wanaokokaje hali ya kuwa wapo katika dunia na Biblia inasema hakuna mwanadamu awezaye kutenda mema duniani asitende na nini? Na dhambi. Kwa hiyo sharti la mwanadamu lazima atende dhambi, simulizi. Kwa hiyo sisi Waislamu tunatenda dhambi, hatukatai, hakuna mtu mwenye dhambi. Ila Mungu anasema ukitenda dhambi omba nini?
omba msamaha kwa kile ulichokifanya. Kwa hiyo Mungu anakusamehe. Haimaanishi kuna mahala tutakaa eti mazali tushaziungama dhambi zetu eti hatutoweza kutenda dhambi tena mpaka ndio maana tunasema duniani hauwezi kuokoka, kwa sababu bado uko safarini, safari inaendelea. Utasemaje mimi nimeokoka? Swali hili walimuuliza Bwana Yesu. Lakini kabla ya Bwana Yesu, sisi Qur'an ukisoma simulizi sura ya 2 aya ya 21, kuna kitu hapa nataka ukione, alafu enyi watu mwabuduni Mola wenu ambaye amekuumbeni ninyi na wali kabla yenu ili mpate kuokoka. Maana tupate kufanyaje? Kuokoka. Maana ile neno tupate kuokoka. Nini maana tupate? Maana tunalipwa baada ya kazi. Lakini sio hapa sasa. Wokovu. Uokovu tutalipwa sio hapa. Uokovu ni nini? Ni kile kipindi ambacho tumeambiwa simulizi unakwenda kwenye uzima wa milele, wengine wanakwenda motoni. Huyu anayekwenda kwenye uzima wa milele anasema nimeokoka kutokana na ule moto, kwa sababu si tunaukimbia moto. Lakini ukiwepo duniani ukisema wewe umeokoka unatupa shida. Wewe upo vipi katika dunia unatuambia umeokoka? Swali hili lilipelekwa kwa Bwana Yesu katika Mathayo 19:23. Yesu alipelekewa ili swali katika Mathayo 19 mstari wa 23. Wanafunzi wake walimuuliza ili swali na yeye akaamua kulitolea majawabu. Alisemaje? Yesu akawaambia wanafunzi wake, amini nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ndio. Nawaambia tena ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme. Yesu anawaambia itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni, na itakuwa rahisi zaidi ngamia kupenya katika tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Wanafunzi wakatia shaka, hili tajiri lina hela, lina kila kitu, alafu leo linakuwa ngumu kuingia katika ufalme wa mbinguni. Walipoona maneno hayo kwamba matajiri wanashindwa, wakafanyaje Bwana Yesu hapo? Waliposikia, wanafunzi waliposikia, walishangaa. Kwanza walishangaa. Kwa nini walishangaa nadhani? Sababu yule mtu ni tajiri. Tajiri ana kila kitu anaweza kufanya, si maskini. Kwa nini ashindwe kuingia mpaka Yesu anatoa mfano mgumu? Yesu akasemaje? Kwanza wao wakawa wanajiuliza. Wakawa wanamuuliza. Ni nani basi awezaye kuokoka? Mbona maneno? Kuna kitu unajifunza simulizi? Inaonekana wokovu ni mgumu sana. Mgumu sana. Alafu sio hapo, anawaambia tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Alafu anamuuliza basi ni nani awezaye kuokoka? Ina maana kumbe kuokoka kunaonekana ni kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Lakini huyu na utajiri wake hawezi kuingia. Ni nani basi awezaye kuokoka? Kama huyu na pesa zake hawezi kwenda kwenye ufalme, nani anaweza kuokoka? Akasemaje Bwana Yesu? Bwana Yesu akasema akawakazia macho kwanza. Kwanza kuna kitendo cha kukaza macho. Ingekuwa kafanya Mtume Muhammad hapo kwenye Biblia simulizi, ungesikia Mtume kakaza macho. Kakaza macho hapo, akafanyaje? Akawaambia, ndio, kwa wanadamu hilo haliwezekani. Manake ni ngumu sana kwa wanadamu. Kufanya nini? Kuokoka wao kama wao. Wao kama wao kwa wanadamu haliwezekani. Ndio. Umeelewa? Ila kwa nani linawezekana? Bali kwa Mungu yote yawezekana. Kwa hiyo mwanadamu hawezi kuokoka duniani, ila kwa Mungu ndio inawezekana. Kwa hiyo ukisema duniani mimi nimeokoka, safari inaendelea, wewe unajidanganya. Ila Yesu alisema huku kuokoka, nani anaweza kuokoka? Yesu alimaliza Bwana. Soma 10:22 Mathayo. 10:22. Tumsikilize Bwana Yesu yeye alifafanua vipi katika kuokoka. 22 anasema, nani mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Nasikia maneno anawaambia nyinyi wanafunzi wangu, mnachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Unajifunza nini? Kumbe ni mpaka mwisho wa uhai. Mwisho wa uhai. Kuna kitu umekipata? Kuna kitu nakipata hapo kuhusiana na kuokoka. Huwezi kusema nimeokoka uko duniani bado unaendelea na maisha. Sawa. Yesu anasema mpaka mwisho wa uhai ndiyo atakayeokoka. Unaposema mimi duniani stendi dhambi, waraka wa kwanza 1:8 nasema muongo. Tukisema kwamba hatuna dhambi, si tunajidanganya wenyewe, wala kweli haipo kwetu. Na Yesu anasema anapigilia msumari, mtakuwa mnachukizwa na watu, lakini atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Sio duniani.
Okay, sasa basi tufanye baada ya duniani. Waislamu kuna kuokoka? Sisi kuokoka kwetu manake unaepushwa na moto, unaingizwa peponi. Umeelewa? Kule kuepushwa na moto, kuingizwa peponi, ndio wewe unasema mimi nimeokoka, mwisho ushafika. Maneno hayo yanashindiliwa na Biblia, msumari Petro wa kwanza 1:5. Petro wa kwanza 1:5, msumari unapigwa hapo. Kwa hiyo sisi Waislamu tunaokoka. Mstari wa 5 anasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani ili mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Unajifunza nini? Mpaka wakati wa mwisho. Sasa wao wanakuambia duniani wameokoka wanafanyaje? Kwa hiyo na sisi sasa kuna watu wa manzuru yani nari wa udkhila aljanna faqad fas. Unaepushwa na moto, ukiingizwa peponi ndio unasema mimi nimeokoka, maana mwisho tena umefika, hakuna matendo ya dhambi. Lakini ukiwepo duniani hapa matendo ya dhambi simulizi utayafanya, unaokokaje wewe? Una dhambi, uongo. Ndio maana Biblia inawakataa, inasema hakuna kuokoka duniani. Atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hiyo sisi Waislamu ndio tunavyokusanya thawabu. Labda mwezi wa Ramadhani tunafunga. Lengo letu sasa kujaza profaili zetu. Umeelewa? Sisi tunaamini tuna malaika mkono wa kulia na tunaamini tuna malaika mkono wa kushoto. Malaika wa kulia bwana simulizi anaandika mema yako na malaika wa kushoto anaandika mabaya yako. Lakini katika hayo kuna favor nyingi sana Mungu katupa. Yaani sisi simulizi Muislamu akienda motoni bonge la fala. Mimi nakwambia yani bonge la fala huwezi kwenda motoni. Kwa nini? Sisi simulizi ukifanya baya moja unapata dhambi moja. Na ukifanya zuri moja unapata thawabu ngapi? 10. Unaendaje motoni? Okay. Umeona favors? Rahisi kufanya mema, lakini kufanya mema sio rahisi hivyo. Sio rahisi lakini inawezekana. Mungu ndo katuwekea zile ofa ili mradi tusiende wapi? Motoni. Hataki kutuona tunaenda motoni. Ndio maana nakwambia simulizi ukifanya jema moja mimi nakupa 10. Ukifanya baya moja mimi nakupa dhambi moja. 10 toa 9. 10 toa 1, unabaki na 9 kibindoni pale. Lakini leo simulizi ukiamka asubuhi ukiwaambia watu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh unapata thawabu 30. Ili neno ukisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na hili sio neno kwamba baya, ili ni Kiarabu, Kiswahili chake amani ya Mungu iwe pamoja nawe na baraka zake. Tumeelewa? Ndio Kiswahili iko amani ya Mungu iwe pamoja nawe na baraka zake. Hata Yesu alitumia isalamu, amani iwe kwenu. Kwa Kiarabu tunasema assalamu alaikum, kwa Kiingereza peace to be upon you. Kwa hiyo Mkristo wa Kiingereza, Muingereza Mkristo akija hapa akitoa salamu atasema peace to be upon. Akija Mwarabu Mkristo atasema assalamu alaikum. Mswahili atasema amani ya Mungu iwe. Lakini ukisema hivi unaonekana kama umeongea lugha ambayo ya Kiislamu, wakati kwamba hii ni salamu iliyotajwa kwa mujibu wa lugha. Kwa hiyo sasa ukitoa salamu hizi unapata 30. Sasa mimi simulizi sema mimi najitahidi leo nasalimia watu 100. Una ngapi? Okay, 300. 3000. Umejaza kibindoni 3000 kwenye profile yako zinajaza. Sisi Uislamu simulizi ni simple. Umepita njiani simulizi ukiona takataka ukiitoa pale ule mwiba watu usiwachome ule, unaandikiwa thawabu. Kwa sababu umeondoa uchafu pale. Simulizi ukiniona mimi ukatabasamu kwamba kwa furaha bila chuki wala usda unaandikiwa thawabu. Unakwendaje motoni? Sio maneno. Wewe kwenda motoni kabisa uendi. Na sisi unaona hii Ramadhani tunafutiwa madhambi yaliyopita. Yaani Mungu katuletea Ramadhani funga kwa sababu tunafutiwa madhambi yaliyopita. Mtume anasema man swama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Ukifunga Ramadhani ukweli wa kufunga kwa kuamini na kwa kutegemea unafutiwa madhambi. Mungu hataki twende motoni. Simulizi hajaweka mambo magumu kwenye dini yetu hata siku moja. Okay, sisi tunasema katika kuokoka duniani kuna kuokoka kwa imani. Kwa sababu kama ulivyosema unasafiri unatoka hapa kwenda Arusha. Alafu unasema nimefika salama Arusha. Tunasema ni imani yako kwamba umefika salama. Kwani hiyo katika Uislamu hakuna imani hiyo kwamba unaanza kuona kitu fulani umeshapata kabla hujakipata kabisa kupitia mkononi, kwa sababu imani ni kwa naweka na mambo yatarajiwayo. Hapana, sisi uwezo hakuna kitu kama hiyo. Yaani kitu hujafika safari unasema mimi nishafika salama katika hii dunia. Mpaka usafiri ndio unajua wewe unajua nini ya Mungu anakufanyia njiani, unajua kwamba Mungu anataka kunifanyia nini. Na ndio tunasema hakuna iko kitu kwenye Uislamu. Na ndio maana tukifanya safari kuna dua ya safari tunaomba.
Mwenyezi Mungu tuna mmoja ametujalie salama. Unaona leo watu wanatoka Mwanza wanafika njiani gari zinapinduka. Amefika salama wewe? Huwezi kufika salama. Kwa hiyo sisi tunaamini uokovu sio duniani. Uokovu ni siku ya mwisho. Huwezi kuwa katika dunia unatembea afu ukasema mimi nimeokoka. Okay, sawa hapo. Waislamu wanamwamini Yesu Kristo ila sio wafuasi. Ninyi sio wafuasi wa Yesu Kristo. Sisi tunajua wafuasi wa Yesu Kristo wanabebewa dhambi na Yesu Kristo ulimwenguni kote. Nyinyi dhambi yenu inabebwa na nani? Sisi, ili tuseme hivyo unapofanya toba basi dhambi hiyo inakuwa inaondolewa. Sisi unamwomba Mwenyezi Mungu msamaha kwa kile ambacho wewe ulichokifanya simulizi. Lakini msamaha wake una masharti kwamba unajivua kwamba mimi jambo hili sitorudia tena kulifanya. Rabbi nisamee nimelifanya kimakosa. Lakini simulizi unaponiambia wewe leo unatenda dhambi, alafu unasema eti dhambi zako zimebebwa. Yaani wewe simulizi hapo unaenda kuzini. Kwa mfano Mungu akunusuru. Alafu ukishazini dhambi zako anabeba nani? Nikienda kuomba msamaha kwa nikienda kuungama kwa padre, kwa kiongozi wa dini, maana ile dhambi anaibeba Yesu. Sasa pa yeye kuna andiko katika Biblia padre anasamehe dhambi? Hakuna kwenye Biblia padre anasamehe dhambi. Wala hakuna kwenye Biblia maandiko yanayosema kwamba padre au mchungaji anaweza kusamehe dhambi, hakuna. Na ndio maana tukiungama dhambi zetu kwake yeye tunasamehewa dhambi zetu, sio kwa padre wala kwa mchungaji wala kwa askofu. Haya mambo watu wanayapeleka vibaya kwa maslahi yao. Wewe mchungaji unanisamehe mimi dhambi, wewe unakusamehe nani? Wewe kufanya kosa unasamehewa na nani? Ananisaidia kuomba msamaha kwa sababu tunaposema tunaungama mbele za Mungu Baba pamoja na wewe padre. Na yule tuseme yule kama ni kiongozi leo kwa duniani mwenye mamlaka ambayo anaweza akamwakilisha Mwenyezi Mungu. Hakuna kitu kama hiko. Wewe kwa binadamu na kuwakilisha yeye kwa Mungu. Kwa mfano nikupe mfano mdogo tu. Mimi simulizi mimi mwizi kweli kweli, nakupa mfano mimi mwizi kweli kweli. Lakini wewe una shida na kazi, alafu mimi nakupeleka dukani. Mwenye duka, wewe mwaminifu mpe kazi. Unasemaje, ataelewa? Hapana. Kwa nini asielewe? Sasa kama kusamehewa dhambi kutoka kwa mtu haiwezekani, inawezekanaje dua inayofanyika au sala mtu aje anifanyie mimi sala alafu zile sala zifike kwa Mwenyezi Mungu? Au mashehe wanavyofanyaga mnaiomba dua inakuja kunifikia mimi, kwamba unaniombea mimi dua na ile dua inafanikiwa. Wakati wewe unakuwa si hapo unakuwa tayari umewakilisha yale mahitaji yangu kwa Mwenyezi Mungu. Kama hilo linawezekana, kwa nini kwenye dhambi sio? Na ndio maana kwenye dua tukikufanyia tunakwambia tia nia. Unataka nini Mungu akufanyie? Si ndio? Na kwenye dhambi hivyo hivyo tunaambiwa hivyo hivyo. Sasa kwenye dhambi hakuna iko kitu kwamba mwambie Mungu msamee huyu, hakuna. Hiyo ni direct wewe na Mola wako. Ila kwenye dua nitakwambia simulizi. Mwambie Mwenyezi Mungu hapa unachokitaka. Alafu sisi tunasoma kile ambacho Mungu ametuambia, someni hiki, someni hiki, someni hiki, mimi nitajibu. Lakini kwenye dhambi hakuna kwamba huyu afanye hivi, afanye hivi, alafu mimi nitafanyaje? Nitasamee hizo dhambi. Dhambi ni baina ya wewe na nani? Na Mungu wako. Yaani dhambi, kuna dhambi nyingine umefanya kwa siri wewe. Unatakiwa wewe na Mungu wako ndio muombe nini? Msamaha. Sio kwamba unifuate mimi Sheshafi niombe msamaha kwa Mungu dhambi zangu. Hakuna. Dhambi ni siri yako wewe na Mungu wako. Unajua mwenyewe ulichokifanya. Baba yako asirini atakujaza. Si ndio hivyo? Unakaa chini unamwambia Mungu wako dhambi zako, Mungu nisamehe sitarudia tena katika dhambi. Ndio dhambi zinavoombwa. Lakini huwezi kwenda kwa mchungaji ukamwambia mchungaji nisamehe. Tena siku hizo wanasema nisamehe dhambi. Anamwekea mkono umesamehewa dhambi, anasamehewa na nani? Simulize ya mambo haya, hakuna mambo tu watu wanayaingiza. Alafu tu sasa hivi kuna kitu ambacho kibaya sana. Si Waislamu tunajitahidi sana kusoma vitabu. Unajua mimi Muislamu huwezi kunidanganya kijinga. Ukija hapa nitakwambia hiyo aya unayo. Mtume kasema wapi hayo maneno unasema hivyo. Ukifanya masala ukuswalishi tena msikitini kutuletea uongo. Lakini sasa upande wa pili wa Kristo hakuna iko kitu. Utamsikiza mchungaji tu anachokisema, akasema nini na wewe utafuata. Tusome vitabu, tusikubali kusomewa. Tuvisome vitabu, tuvielewe kwamba kitabu hiki kinasema hivi, na uchanganue katika akili zako. Usikubali tu mtu atakuja atakufunulia anachokitaka yeye. Leo tufungue 5:5 Mathayo. Na wewe unafungua 5:5 mchezo umeisha. Hapana, wewe ibada yako lazima ujue taratibu zako za ibada zikoje. Ina maana wewe ukifa mimi ibada sifanyi. Wewe umeumwa mimi ibada sifanyi. Hakuna. Ndo kuna mchungaji mmoja hapa alisafiri, alikuwa anawekea watu TV nyumbani kwake. Kwa Kakobe pale kanisani kwake linaikuwa TV. Mwenyewe yuko Marekani, watu wanaswali kupitia ile TV. Ume unawake mama. Kila mtu ajue taratibu zile zinazotakiwa kufanya ibada. Leo simulizi ukiamua kwenda kanisani unatakiwa ujue naanza hapa, nafanya hapa na hapa na malizia hapa. Sio hivyo? Tu taratibu za Kiislamu. Ukiingia msikitini unajua naanza hapa na malizia hapa, natokea hapa, swala yangu ya mwisho itakuwa hapa, unarudi nyumbani ukishaswali japo kama imamu hayupo. Sijui umenipata bwana simulizi. Kupata. Ndio tunavyoswali sisi hivyo.
na tutavofanya ibada kwa staili hiyo. Kwa hiyo hakuna kuokoka duniani. Duniani unasema hakuna kuokoka. Lakini je, Muislamu anayefanya matendo mema? Kwa sababu Wakristo tunajua tunaenda mbinguni, tutakuwa tunaimba na kusifu. Waislamu basi hata sijui kama wanaenda mbinguni. Kama wakienda mbinguni wao wanaenda kufanya nini? Sisi hatuendi mbinguni, sisi tunaenda peponi. Soma 43:68 Qur'an. Sisi peponi tunaenda bwana. 43:68 Qur'an. Soma 43:68 Qur'an. 68. Anasema enyi waja wangu mlio wazuri. Ndio. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Ndio. Endelea. Wala waja wangu ambao waliziamini aya zetu. Ndio. Na walikuwa Waislamu kamili. Ndio. Ingieni bustanini peponi. Ndio. Nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Unaona tunaingia wapi? Peponi. Peponi na huko kuna furaha peponi. Bustanini. Bustanini, yani peponi huko ndo tunaingia. Alafu Yesu aende mbinguni. Yesu naye aende mbinguni Yesu. Kuna mtu alikuwa naye pembeni pale, alimwambia Bwana nataka tu, akamwambia utakuwa na mimi pamoja wapi? Soma 23:41 Luka. 23:41 Luka. 23:41 kitabu cha Luka. Yesu aende mbinguni. Aende mbinguni. Sisi tunakuwa naye sisi bwana. Simsikize Danieli. 23:41 Luka. Sawa. 23:41 Luka. 41 nasema. Nayo ni haki kwetu sisi kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu akutenda lolote lisilofaa. Endelea tu. 42. Endelea. Kisha akasema, Yesu nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Anamwambia je Bwana? Yesu nikumbuke utakapoingia katika nini? Ufalme wako. Endelea. Yesu akamwambia, amini nakwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Wapi? Peponi. Na si Waislamu tunaenda peponi. Lakini nyinyi peponi yenu hiyo inamaanisha bustanini. Bustani ndio pepo. Ukisikia bustani maana yake ni pepo, sehemu iliyopendezeshwa, sehemu iliyotengenezwa vizuri, ndio maana ya bustani. Na ndio maana Yesu akasema peponi. Kuna watu wanasema kwamba peponi hamna kula wala kunywa. Unajua kusikia? Ndio. Soma Luka 22:29. Luka 22:29. Sawa. 29 nasema. Nami nawawekea ninyi ufalme kama vile baba yangu alivyoniwekea mimi, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu, na kuketi katika viti vya enzi, huku mkiyahukumu makabila 12 ya Israeli. Wapi maneno hayo yanasema? Hapa anasema duniani. Ila anasema huko kwenye ufalme wake kutakuwa na nini? Kutakuwa mpate kula na kunywa mezani pangu. Tunaburudika, sisi ndio imani yetu, tunaburudika. Vizuri kabisa. Wala mna shida. Sina Bwana Yesu, tena tutapiga cheers. Yaani kikombe kwa kikombe. Msoma Mathayo 26:26 hapa tutakuwa na Bwana Yesu tunapiga cheers afu tunakunywa. Mathayo 26:26. Sawa. Anasema 26. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate akabariki, akaumega akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Endelea tu. Akakitwaa kikombe akashukuru akawapa akisema, kunyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Endelea. Lakini nawaambieni sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa baba yangu. Unaelewaje? Manake hapo kwa hapa duniani Yesu kwa hapa alipokuwa anatoa alikuwa anamaliza kwamba hata kunywa tena akimaliza pale mpaka kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kule atafanya nini? Atakunywa. Atakunywa. Na sisi tutakunywa. Na watu wakwambia Muislamu wenzetu tunapiga naye class vizuri kabisa. Sawa, ili uyafikie haya kwa sisi wa Kristo tunajua lazima ubatizwe. Kwanza uamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ujue kwamba alitumwa kwa ajili ya wokovu wetu na ubatizwe. Nyinyi Waislamu hivyo vyote hamfanyi. Kwamba mwana wa Mungu amwamini, alitumwa mnaamini na Mungu, na kwamba kubatizwa mnakataa. Sisi sasa hatupo huko kwenye hilo agano, sisi tunamfuata Bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo hakutufundisha hizo habari za kubatizwa wala nini. Sio, unanielewa? Sisi hizo tunafisi tumeambiwa tumwamini tu Bwana Yesu basi. Kwa hiyo sisi tunafuata mafundisho ambayo kafundisha mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad
kwamba katuambia 1 2 3 4 mkifanya mtaenda kwenye uzima wa milele. Na ndio maana juzi nilikwambia si tunaamini huyo alitumwa kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo yote anayoyasema alitakiwa anawaambia wana wa Israeli, atuambii sisi. Tukimzungumzia mtume, yeye alipokuwa anafundisha alikuwa anafundisha kwa kufuata njia zile zile, sio kama alikuwa anayefundisha kwa kwenda njia tofauti na Yesu. Hivyo sasa inakuwaje kama yeye amefundisha njia zile zile ambazo Yesu alikuwa anafundisha, dini ile ile ambayo Yesu ndo alikuwa anaisema, kama hivyo mnavyosema Waislamu Yesu naye alikuwa Muislamu, dini ile ile, kila kitu kile kile cha Kiislamu, inakuwaje sasa mtume aje abadilisha? Soma 5:48 Qur'ani 5:48 kuna jawabu zuri litakufikia hapo. Sawa. Kwa swali lako hilo bwana simulizi, tunaposoma 5:48 Qur'ani tutapata majawabu mazuri, utajifunza kitu kizuri kabisa kwa nini imekuwa hivyo, wakati tunasema 48 hapo tu 48 twende. Anasema, na tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki, kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake, ndio, na kuvihukumia kama haya ndiyo yaliyoharibiwa au ndiyo yaliyosalimika. Ndio. Endelea. Basi wahukumu baina yao kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, wala usifuate matamanio yao. Ndiyo. Kwa kuacha haki iliyokufikia. Endelea. Na kila umma katika nyinyi binadamu tumeujalia sharia yake na njia yake. Na kama Mwenyezi Mungu angelitaka angekufanyieni kundi moja la kufuata sharia moja. Kwa hiyo kila umma tumeujalia sheria zake na namna yake ya ibada. Umeelewa simulizi? Sheria zake na namna yake ya nini? Ya ibada.